Katika hatua inayotikisa uchumi wa dunia, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi kuwa kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka 2025, Marekani itaweka ushuru wa 100% kwa bidhaa zote kutoka China. Tangazo hili limekuja kufuatia hatua ya China kutangaza vikwazo vipya vya usafirishaji wa madini adhimu, rare earths, ambayo ni malighafi muhimu kwa sekta ya teknolojia, magari ya umeme na silaha za kisasa. Rais Trump kupitia ujumbe wake katika mtandao wake wa Trust Social alisema hatua hiyo ni jibu kwa kile alichokiita msimamo wa kichokozi na wa kibeberu wa China katika biashara ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, China imeamua kuweka udhibiti mkubwa wa usafirishaji wa bidhaa zake, ikiwemo madini adhimu yanayotumika katika utengenezaji wa simu janja, kompyuta, magari ya umeme na vifaa vya kijeshi. Hatua hiyo imeelezwa na Trump kama mpango wa muda mrefu unaoandaliwa kwa makusudi ili kudhoofisha uchumi wa nchi zingine ikiwemo Marekani. Trump alionekana mwenye hasira katika ujumbe wake akisema haiaminiki kwamba China inaweza kuchukua hatua kama hii. Hii ni aibu ya kimaadili katika biashara ya kimataifa. Kuanzia Novemba 1, 2025 au mapema zaidi, Marekani itaweka ushuru wa 100% dhidi ya China juu ya ushuru wote waliokuwa wakilipa. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanatahadharisha kuwa hatua hii inaweza kusababisha vita vipya vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili makubwa zaidi duniani. China na Marekani ndizo nguzo kuu za biashara ya kimataifa, na mgogoro wao unaweza kuathiri bei ya bidhaa duniani, hasa vifaa vya kielektroniki, magari na bidhaa za nishati mbadala. Kwa mujibu wa shirika la habari la nchini Marekani, Associated Press, ikiwa ushuru huu utatekelezwa kikamilifu, viwango vya ushuru vitaongezeka hadi karibu na vile vilivyowahi kusababisha hofu ya mdororo mkubwa wa uchumi na machafuko ya masoko ya fedha mapema mwaka huu. Hata hivyo, Rais Trump amependekeza kufuta mkutano uliokuwa umepangwa kufanyika na Rais wa China Xi Jinping wakati wa safari yake ijayo nchini Korea Kusini. Trump alisema hakuna sababu ya kukutana na kiongozi wa China baada ya wao kuweka vizuizi vya kuuza madini adhimu ambayo yanahitajika sana kwa sekta ya viwanda vya Marekani. Kauli hii imeonyesha wazi kuwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Washington na Beijing unazidi kuzorota. Hatua hii ya Marekani inaweza kuongeza shinikizo kwa sekta za teknolojia duniani ambazo zinatengeneza bidhaa kutoka China. Kampuni nyingi za Marekani kama Apple, Tesla zimekuwa zikinunua sehemu muhimu za bidhaa zao kutoka China. Ikiwa ushuru huu utaanza kutumika, bei za bidhaa kwa watumiaji zinaweza kupanda kwa kiasi kikubwa. Wakati huo huo, China inaweza kujibu kwa kuweka ushuru wake au vizuizi kwa kampuni za Marekani zinazofanya biashara ndani ya China, jambo ambalo litazidisha mvutano na kuathiri uwekezaji wa kimataifa. Kutokana na historia ya migogoro ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili, wachambuzi wengi wanaona huu kama mwanzo wa vita mpya ya kiuchumi vinavyoweza kubadilisha mienendo ya soko la dunia. Mwaka 2018, wakati wa muhula wake wa kwanza, Trump aliwahi kuanzisha vita ya ushuru na China, jambo lililosababisha kuyumba kwa soko la hisa na kushuka kwa thamani ya bidhaa muhimu. Sasa, akiwa amerejea madarakani, anaona kuchukua msimamo mkali zaidi, akilenga kuilazimisha China kuheshimu haki za kibiashara. Tangazo hili la ushuru wa 100% linaashiria mwanzo wa sura mpya katika uhusiano wa Marekani na China, wakati Marekani ikijaribu kujilinda dhidi ya kile inachokiona kama udanganyifu wa kibiashara.
dunia nzima inajiandaa kwa athari zake, kuanzia bei za bidhaa, usambazaji wa teknolojia hadi ushirikiano wa kimataifa. Iwapo China itajibu kwa hatua kali, basi dunia inaweza kushuhudia mgogoro mkubwa wa kiuchumi ambao utatikisa masoko, kuathiri uwekezaji na kubadili sura ya biashara ya kimataifa kwa miaka mingi ijayo. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.